Utukufu kwa Yesu. Hebu tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ule mlango wa pili. Tunaanzia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa pili. Matendo ya Mitume mlango wa pili. Tunakwenda kuanza pale. Tuone tunavyohitimisha na sisi leo. Tuone hiki kilele, kwa sababu lile vumbi la Roho Mtakatifu liliendelea na moto ukaendelea wa Roho Mtakatifu. Watu wakaendelea kufunguka na mambo mengi yaliendelea kufanyika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika Matendo ya Mitume mlango wa pili, Biblia inasema mstari wa kwanza, hata ilipotimia siku ya Pentekosti, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni, sema toka mbinguni, uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Sema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Rudia tena, sema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuweko Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano waliokutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Sema wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Amen. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, wote hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Wapathi, Wamedi, Waelami na wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Panto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu wa Krete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Sema matendo makuu ya Mungu. Wakashikwa na fadhaa, wakaingiwa na shaka, wakaambiana, manake nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya asubuhi au ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa na kinywa cha nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu leo sema siku ya umwagiko wa Roho Mtakatifu leo. Hebu sema kuna kazi za Roho Mtakatifu zitatendeka dakika chache, na zingine zitaendelea wakati tunaenda kushuhudia. Sema amen. Zitashuka kule. Kwa hiyo leo tutazungumzia habari ya Roho Mtakatifu, na kitu ambacho nataka nizungumze Pentecost. Kichwa chetu ni Pentecost na kazi za Roho Mtakatifu. Pentecost na kazi za Roho Mtakatifu. Na tukirudi tena ile saa 10 jioni mpaka saa 11:30 tutaendeleza tena hilo. Utajaa saa hizi na utajaa jioni. Naamini utamwalika na mwingine aje apokee, na yeye anayenitazama aje apokee, anayenisikiliza kwenye mtandao aje apokee Roho Mtakatifu. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nazungumzia juu ya Pentecost na kazi za Roho Mtakatifu. Tumesoma katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Biblia inaeleza
siku ya Pentekosti ilivyokuwa ya ajabu, ilivyokuwa ya kashikashi. Ni siku ilikuwa ya pekee sana. Hebu turudishe taswira zetu, turudi tuanze kuifikiria ile siku ilikuwaje. Ni siku iliyoahidiwa siku nyingi sana kwamba itakuwepo ile siku ya Roho Mtakatifu. Ni siku iliyotabiriwa. Walitabiri watu wengi. Kila mmoja alikuwa anaizungumzia siku ya Pentekosti. Kila mtu alikuwa anaitamka hiyo siku. Na wengi walikuwa wanazungumza mambo mazuri na makubwa yanayoenda kutokea baada ya siku ya Pentekosti. Siku ya Pentekosti ni siku ya ajabu. Kwa nini watu walikuwa wanaitarajia? Kwa sababu ndio siku ambayo kanisa lilizaliwa. Kanisa lilizaliwa siku ya Pentekosti. Kanisa lilipata nguvu siku ya Pentekosti. Bila siku ile kanisa lisingeeleweka, lisingelikuwepo kwa namna yote. Kanisa likapata nguvu kwa sababu kulikuwa kuna vita, kuna mapambano. Kanisa lilikuwa lina kazi ngumu. Lakini baada ya siku ya Pentekosti kanisa lilipata nguvu ya kuendelea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Labda kabla sijaendelea huko mbele kidogo, nitakusomea tena katika Yoeli maneno ambayo yanafanana, uone jinsi gani lilivyokuwa inatabiriwa hii siku. Yoeli 2 mstari ule wa 28. Biblia inasema, hata baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wote na wana wenu waume kwa wanawake watatabiri, na wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Hii siku ilikuwa inatarajiwa na wanaume na wanawake. Sema amen. Kwamba siku ya kumiminiwa Roho Mtakatifu, siku ya umwagiko, siku ya kujaa, siku ya kufurika, siku ya kunena kwa lugha. Nimesoma makusudi vitabu hivyo kwa sababu kitabu cha Matendo ya Mitume kinaelezea vizuri sana jinsi ilivyokuwa siku ya Pentekosti. Siku iliyokuwa Roho Mtakatifu alishuka. Watu wanasema ulikuja upepo ukivuma kwa nguvu, kwa kasi, ukaijaza nyumba yote. Ilikuwa kama moto umefunika mahali pale. Watu wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na kila mmoja alisema lugha yake mwenyewe kama Roho alivyomjalia. Na siku hii ilitokea siku ya Pentekosti. Miti ilikuwa ikitikisika, majani na nyasi zikitikisika, ardhi ikitikisika. Ilikuwa kama siku fulani ya namna fulani ambayo sio ya kawaida, ambayo inakwenda kutokea tena baada ya dakika chache. Sema amen. Mshike mkono mwenzako, mwambie tarajia muujiza baada ya dakika chache zinazokuja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na siku kama hii ilikuwa ya ajabu kwa sababu watu walikuwa wanawasikia watu wakinena lugha walizozaliwa nazo, watu ambao ni wageni katika mji ule. Wakaanza kuwashangaa, lugha, mbona wananena lugha za kwetu? Wanaelewaje? Wale wanaonena wajui wananena kitu gani. Lakini wenye lugha zao wakawaona wakinena matendo makuu ya Mungu. Kumbe mtu anaponena kwa lugha huwa ananena matendo makuu ya Mungu. Ukitaka uwe mwombaji mzuri anayeweza kuyasimulia matendo makuu ya Mungu, ni vizuri kunena kwa lugha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni vizuri kunena kwa lugha, maana hizi lugha zetu za kawaida nyingi hazina uwezo wa kumsimulia vizuri Mungu wa Israeli, hazimsemi vizuri. Lugha zetu hazitoshelezi kueleza ukuu wa Mungu. Vinywa vyetu havitoshelezi kueleza ukuu wa Mungu na matendo ya Mungu yalivyo. Lakini Biblia inasema tunawasikia hawa wakinena matendo makuu ya Mungu, lakini wao hawakujielewa kama wanasema matendo makuu ya Mungu. Kwenye kunena kwa lugha
Hapo ndipo kwenye matendo makuu ya Mungu na sifa kuu za Mungu kuzinena. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni vizuri kufanya mazoezi ya kunena kwa lugha. Ikiwezekana hata saa moja wewe unanena tu kwa lugha. Unaelezea tu matendo makuu ya Mungu saa nzima bila kujali. Ijapokuwa leo watu wengi huwa wananena kanisani, nyumbani hawaneni. Ndio kinachoshangaza. Watu wengi wana lugha ya kanisani, nyumbani hawana. Wananena kanisani, kazini hawaneni. Wananena kanisani, safarini hawaneni. Kumbe unaweza ukanena hata wakati gari inasafiri, ukanena kuanzia hapa hata kama inaenda Iringa mpaka Iringa huku unanena kwa lugha. Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Jina la Bwana libarikiwe. Matendo makuu ya Mungu unapangua kazi za shetani. Palipo na matendo makuu ya Mungu, kazi za shetani hazipo. Palipo na matendo makuu ya Mungu, mapepo hayapo. Palipo na matendo makuu ya Mungu, hila za shetani huwezi kuziona mahali pale. Anza kujaribu kufanya mazoezi, ikiwezekana kunena kwa lugha hata saa nzima. Nena hata saa nzima. Ukitaka kujua wewe ni mzima kiroho, uko vizuri kiroho, kunena kwa lugha saa nzima, nani stop, bila kusimama. Sizungumzia habari ya kuomba tu hivi. Kunena kwa lugha. Unanena saa nzima, unaendelea tu. Unaendelea. Ukitaka kujijua uko vizuri kiroho, uko sawa, wewe ni mzima, wewe kiimani ni mtu mmoja ambaye unachuchumilia vizuri, unakuwa vizuri, unanena kwa lugha saa nzima. Unanena kwa lugha. Maana kuna watu alinena siku ile tu alipokuwa anajazwa, akanena tu kidogo tu, chekelete basi utasikia nilijazwa Roho Mtakatifu. Nanena kwa lugha. Kwa ni kidogo tu. Hata umwambie aombe tena sasa hawezi tena kunena. Lakini anadai alinena. Narudia tena, ukitaka kujiona mzima kiroho, uko sawa, hebu jaribu kupiga maombi, ikiwezekana nena kwa lugha saa nzima bila kuacha. Punga mkono kama unanielewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Inawezekana wakati mwingine tunanena hata masaa matatu, unaendelea tu, haisumbui. Kwa sababu mtu anayenena kwa lugha ana mambo mengi ndani yake, kwa sababu kwanza ananena na Mungu direct. Hakuna mtu anayesikia. Alafu pili, unaweza ukaomba muda mrefu sana kuliko unavyoweza kuomba kwa akili. Utachoka tu kikawaida. Alafu kuna neema fulani ziko ndani yake na nguvu nyingi unayokwenda kukutana nayo katika maisha yako. Sema amen. Kwa hiyo siku hii ilipotokea, watu wakaanza kusikia kelele, Roho Mtakatifu ameshuka pale Yerusalemu. Wakaanza wanakimbia, wanapokimbia wanajazwa na wao Roho Mtakatifu. Kimbia wanajazwa Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni nguvu ya pekee. Siku kama hiyo ilitokea tena Amerika pale, wanaita Azusa Amerika. Ilitokea hivyo hivyo, ile kilichotokea pale Jerusalem siku ya Pentecost kikatokea pale. Nisisimulie sana hiyo, lakini nisimulie tena mara ya tatu. Ilitokea tena Igare Mission pale Mbeya. Sema amen. Punga mkono namna hii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi nasema Mungu anaipenda hata nchi yetu. Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Hata sisi akaona huu mwagiko wa Roho Mtakatifu usiishie Yerusalemu, usiishie Azusa, uje na Tanzania kule Mbeya pale Igare Mission. Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Sema amen. Kwa hiyo hata Watanzania Mungu anatutambua. Mpe Bwana makofi makubwa ya shangwe. Anatutambua. Yako mambo mengi lakini sitaki leo kuzungumza, lakini moja wapo nikitaka kulizungumza. Unajua ule mto Nile tunaambiwa unatoka kwenye ziwa Victoria, na mto Nile ndio Yesu alikunywa maji yake. Sema amen. Mpe Yesu makofi 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 makofi. Kwa ziko namna nyingi ambazo Mungu anatufahamu, kama ule mtu ambao Yesu alikuwa ndio anashughulikia yale maji yake na hivi kabisa, kwamba sisi tuna namna fulani ya kipekee kabisa. Nchi yetu ni ya kibiblia. Mpe Yesu makofi makubwa
makubwa makubwa makubwa makubwa makubwa. Amani ya Yesu iwe pamoja na wewe. Ningeweza kuzungumzia lakini labda siku nyingine, sio leo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo Mungu ya kibiblia na sisi akuacha kutushirikisha, akuacha kutupa yanayohusiana na kibiblia. Amen. Tunapaswa kuipenda nchi yetu. Mpe Bwana makofi makubwa na kuiombea baraka, maana iko kibiblia. Sema amen. Amani ya Yesu iwe pamoja na wewe. Amani ya Yesu iwe pamoja na wewe. Ilipokuwa inatokea Igale miaka ile ya 29, 20 na 30, ilipotokea kule Igale kule, ilipotokea siku moja nilikuwa na mzee wetu askofu, tulikuwa na mzee wetu mmoja katika EAGT. Alikuwa ni mzee sana, alifariki sio miaka mingi. Alikuwa anaitwa mzee Mwakisiala, alikuwa na miaka mingi. Alifariki akiwa na 91 sio 92, kitu kama hicho. Anasema siku Pentecosti, Roho Mtakatifu aliposhuka pale Igale Mission, na mimi nilikuwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mzee Mwakisiala alikuwa mshauri wetu mkuu zamani sana, na mimi nilikuwepo. Siku ile miti ilikuwa inatikisika, nyasi zinatikisika, nyumba zinatikisika. Kulikuwa na kama tetemeko, lakini sio tetemeko la hatari. Ilikuwa ni siku pekee ya ajabu. Watu waliendelea kujazwa Roho Mtakatifu. Sema amen. Kwa lile tukio likaendelea. Ndio lililosababisha kanisa liweze kuendelea na kusimama. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na nilikuwa nasikiliza walimu mbalimbali na kila mmoja anazungumza kwa jinsi yake. Ilikuwa mwingine alisema ni siku ambayo ilikuwa inahitimisha ile siku ya Pentecost, ilikuwa ni kuhitimisha, kukamilisha mambo yote yaliyopita ya Pasaka. Mwingine akazungumza pia na wasemaji wengi ambao tumekwenda kuzungumza pamoja, anasema siku hiyo ndio ni kweli Biblia inasema siku hiyo ndio mitume na manabii wote walipopokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Sema amen. Na uweza wa kimungu, maana kabla ya kupokea huo uweza tuliona wengine wakimkana Yesu mapema tu, kirahisi kabisa. Uwezo kaamini wazee wa imani wazito kama Petro anamkana Yesu. Mtu ambaye alikaa chini ya Yesu miaka 3.5 anafundishwa na Yesu. Tena wenyewe ni usiku na mchana, sio hii ya dakika chache. Miaka 3. Sasa akakaa chini ya Yesu miaka 3.5 na bado anamkana. Sasa ukifundishwa na andulile utamkana. Yule alimkana na mara 3 baada ya kufundishwa na Yesu. Sasa kwangu mimi siungemkana mara milioni kabisa, ingeendelea. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hii ndio nguvu iliyokuja baadaye. Baada ya kupokea hii nguvu, wazee kama kina Petro wakawa jasiri. Ukiangalia sura ya 4 ya Matendo ya Mitume, mstari ule wa kwanza mpaka wa mwisho, lakini wa 12 unanibariki sana, hapana jina jingine chini ya mbingu litupasalo sisi kuokolewa. Unafikiri alikuwa anaongea kirahisi rahisi? Alikuwa anaongea yuko serious, ana utani. Hapa ndipo kanisa lilipata nguvu, lilipata ujasiri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Siku hii ilikuwa ndio siku ya uzinduzi wa Injili. Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Kwa siku ya uzinduzi wa Injili. Injili na siku ya Pentecost na Roho Mtakatifu vinakwenda pamoja. Kabla ya Injili ya Pentecost waliambiwa wasitoke, wasiende kushuhudia, wasiende kuhubiri, wasubiri kwanza wapokee uweza utokao juu, wapokee hii nguvu kwanza. Kwa hiyo nguvu na ushuhudiaji vinaenda sambamba. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Vinaenda sambamba, vinaenda pamoja. Ilikuwa ndio siku ya uzinduzi wa Injili. Hapo ndipo Injili ilipoanza rasmi. Na watu wakaokoka 3,000. Haitokei na sidhani kama itatokea tena kuokoka watu 3,000 kwa pamoja, sio rahisi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haijawahi kutokea. Na sijui kama imetokea. Watu 3,000 wakaokoka kwa nguvu kabisa.
lakini ni siku ilipozinduliwa Injili. Watu walipopokea Roho Mtakatifu, Injili ilizinduliwa, wakawa na moto wa Injili, wakawa na nguvu ya Injili. Na ndio maana ukipokea Roho Mtakatifu unakuwa na ujasiri hata wa kuhubiri, hata wa kushuhudia, hata wa kusema lolote. Sema amen. Amani ya Yesu iwe pamoja na wewe. Kwa ilikuwa ndio siku ambayo uinjilisti ulizinduliwa. Watu walianza kupokea vipawa vya kuhubiri, kushuhudia na kufanya mambo makubwa sana ya jinsi hiyo. Kwa ni siku ilikuwa ya muhimu sana kwa kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Pentecost kikawaida kinini inaitwa ni siku ya maana yake Pentecost, maana yake 50. Siku ya 50 baada ya Pasaka. Kwa inaitwa 50. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu ni siku ya 50 baada ya Pasaka. Na siku hiyo ndio Roho Mtakatifu alishuka. Na tukifuatilia huko katika vitabu mbalimbali, tuliposoma kile kitabu cha Yoeli, kinatuonyesha cha nabii Yoeli, kinaonyesha kwamba mpango wa Mungu wa ni wa siku nyingi sana wa kutupa sisi Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni mpango wa siku nyingi. Swala Roho Mtakatifu ilikuwa la siku nyingi. Sio la leo. Sio kama watu tulivyokuwa tunaokoka miaka ya 80, 90, wanasema hawa watu wana imani ngeni, wana imani mpya, wananena kwa lugha, wamechanganyikiwa. Ona hawa watu hawana akili nzuri. Unajua wao ndio walikuwa nafikiria waelewi, hawajui nini wanachokisema. Lakini mpango wa Mungu wa kuleta siku ya Pentecost au wa kuleta Roho Mtakatifu juu ya watu ulikuwa ni wa siku nyingi. Kitabu cha nabii Yoeli ni mmoja kati ya manabii wadogo, lakini ni nabii aliyenena habari hizi miaka mingi sana kabla ya imani yoyote iliyoko katika nchi yetu kuwepo, na kabla ya imani yoyote au dini yoyote kuweko katika dunia hii na Afrika. Kwa alinena siku nyingi, alinena muda mrefu. Mungu alikuwa na mpango wa siku nyingi wa kukupa wewe Roho Mtakatifu, na bado ana mpango wa siku nyingi sana aliyoutengeneza kuhakikisha kila mmoja wetu anapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango wa Mungu. Tukiangalia hata katika vitabu vingine, kitabu kama kile cha Ezekieli 36 unaonyesha mpango wa Mungu ni wa siku nyingi sana, sio mpango wa leo. Ezekieli 36 mstari wa 26 ule na kuendelea. Ezekieli 36 kwa sio mpango wa leo, ni wa siku nyingi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mstari tukianzia ule wa 20, mstari wa 26. Nami nitawanyunyuzia moyo mpya, nami nitawapa moyo mpya, nami nitawapa roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe ulio ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo mpya wa nyama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu wa siku nyingi, ni ahadi na ahadi ya Mungu ya siku nyingi sana, sio ya leo. Tangu wakati wa kina Ezekieli, wakati wa kina nani, ni habari za Mungu za siku nyingi. Mungu alipanga mpango, wakaona hautaweza bila nguvu ya Roho Mtakatifu, hautaweza bila kupokea uweza utokao juu, hautaweza. Hautaweza kushindana na mapepo, hautaweza kushindana na magonjwa, hautaweza. Kwa ni habari zilizokuwa zinaendelea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa basi, kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye ameletwa ili kutuletea mabadiliko katika maisha yetu ya roho zetu. Sema amen. Roho Mtakatifu anashughulika na mabadiliko ya kiroho katika roho zetu. Tulikuwa tunaongea juzi na mtumishi wa Bwana, askofu mzee wetu, mzee Mwasangapole, tulikutana naye tukawa tunazungumza, tunaongea. Tukasema zamani mtu akiokoka, jambo linalofuata ni kuhakikisha kwa namna yoyote ile
ili asirudi nyuma, lazima aombewe Roho Mtakatifu. Na akisha ombewa Roho Mtakatifu, hatuna mashaka naye tena ya kumchunga wala kumfuatilia. Tunajua huyu hata kama yuko mbali ataendelea yeye mwenyewe. Sema amen. Punga mkono. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tulikuwa tuhangaiki naye tena. Kisha okoka tu mtu, kinachofuata lazima apokee nguvu ya Roho Mtakatifu ya kumsaidia. Atamfundisha, atamuongoza, atamuelekeza, atamsaidia, atafanya mengi katika maisha yake. Atamwezesha hata nguvu ya kuomba, nguvu ya kuhubiri, nguvu ya kujitetea. Anaombewa. Sasa zamani kwa tukimuombea mtu Roho Mtakatifu, tunakuwa na uhakika na maisha yake. Kwa sababu anapojazwa Roho Mtakatifu akishuka ndani yake, akawa anazungumzia habari za zamani. Mtu anajaa Roho Mtakatifu, ananena kwa lugha. Mwingine utakuta analia na machozi hata kama hajawahi kulia hata siku moja. Atalia, mwingine na makamasi kabisa, hata mtoka, utashangaa huyu hata sura yake huwezi kuitamani. Akitoka pale sio yule wa kwanza aliyekuwa anatenda dhambi. Tukaanza kutafakari kwa nini leo mtu ajazwe Roho Mtakatifu, anene kwa lugha. Alafu kwa nini tuanze kuona tabia za zamani? Kwa nini tuone tabia za zamani kwake? Kwa nini tuendelee kuyaona matendo ya zamani ya giza, uovu, dhambi na vitu vingine ndani yake? Baadaye tukaja kugundua tu kuna watu wengine huwa wanaiga. Wengine huwa wanaiga na wengine wanakopi na kupesti. Nishawahi kuzungumza nikasema wengine huwa wanaiga hata kunena. Utakuta mwingine anaiga, tutasikia shamba baba, shamba la baba, shamba la baba. Kina anataja shamba la babake huyu mtu, ila akichochea kikazana anakuwa kama ananena. Huyo nganya hasa, unafikiri huyu katuzidi hata sisi. Kwa sababu tuliamini na tunaamini Roho Mtakatifu akisha kuja ndani, maisha ya mtu lazima yabadilike. Ya zamani yale ya uovu, ya tamaa, ya dhambi, maneno mabaya, matusi, si vitu gani, uchafu, visiwemo tena ndani ya maisha yake. Na wengine huwa anaona sasa, anaona aibu kwamba mbona mimi sijazwi Roho Mtakatifu. Kuna mwingine nilimkuta, niliwahi kushuhudia, nikasema yeye kila wanapoomba kwa utasikia baba baba baba, yani kama yeye ndio amejaa sana kuliko mwingine, ili watu wasimfuatilie. Mwingine tukamuuliza, mwambia vipi kijana, mbona unafanya hivyo? Asema samahani mzee, unajua mimi nimeona kila siku wenzangu wanaombewa wanajaa, wanaombewa wananena. Mimi nimeona sineni, nimeona nilianzishe na mimi sasa. Humu ndani hatutaki ulianzishe. Bwana asifiwe sana. Na kama ulilianzisha akalirudishe. Mshike mkono wako kumwambia kama ulilianzisha akalirudishe kule kule. Kama amekufanyia coaching umelianzisha ili ufanye hivi tukuone umeokoka na umejaa Roho, hapana. Hasa leo tunaamini Roho Mtakatifu atatushukia. Sema amen. Na ishara Roho Mtakatifu, mabadiliko utayaona yamekuja. Utamani dhambi tena, utamani chochote kilicho kiovu wala kilicho kichafu, hata mtu angekuaje. Alafu nasisitiza tena, aliyejaa Roho Mtakatifu hatamaanishi hata kwenye zinaa, hatamaanishi wala havutii kwenye zinaa, wala attract kwenye kitu ile hali. Hata angependeza kiasi gani, hata angekuwa amependeza, yani amejipamba vile amependeza, havutii aliye na Roho Mtakatifu. Sema amen. Huwezi kuona mtu akikupigia pale sijui anafanya nini, huwezi kuona hicho kitu. Akikutazama tu anaona wingu la moto limekuzunguka. Sema amen. Mpe Yesu makofi ya shangwe na furaha. Akikutazama anaona hiki kitu kiko, huyu sio mwenye, sio mahali pale. Hata kama alikuwa anataka anzishe story frantasikia, sio samani. Mtu akishajaa Roho Mtakatifu havutii kwenye zina, havutii kwenye uzinzi, havutii kwenye ngono,
havutii kwenye dhambi, hawezi kutamanisha kwa sababu wingu limemfunika. Uwezi kukuta mtu akikupigia miruzi mtaani, uwezi kukuta. Yule roho wa Mungu akishakaa katika maisha, ile nguvu ya Mungu anavunja kwako zile vitu vyote vibaya, na anavunja kabisa. Hakuna mtu wa kushughulika na wewe katika mambo. Macho tu kimtazama jua huyu mtu sio mali. Watakuwa kuomba samani mara mbili. Amani ya Yesu iwe pamoja na wewe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo kabla ya kuelezea sana hizi kazi za Pentecost, hata Yesu alizungumzia ili tukio kwamba linaenda kutokea katika vitabu mbalimbali. Ukiacha Luka ile 24:49, lakini ukiangalia kwenye Yohana hapa, hii Yohana ndio ilikuwa inazungumza kabisa kwamba siku ya Pentecost inakwenda kutimia katika maisha yetu. Yohana 7. Hii Yohana 7 naifurahia. Ukiacha maneno mengine yote aliyozungumza, na yeye ni kama alikuwa anaitabiri hiyo siku watu wanakwenda kupokea Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mstari wa 37, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hili alilisema kwa ajili ya habari ya wale ya Roho ambaye wale wamwamini watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Sema amen. Sasa basi, hii Pentecost, mwingine anasema ilikuwa wapi zamani? Imeanza kuitwa siku ya Pentecost siku 50 baada ya Pasaka. Lakini kabla hapo ilikuwa ni kitu gani kilikuwa? Asili ya hii siku ukija kuifuatilia, Biblia inasema zamani ilikuwa inaitwa siku ya mavuno. Sema amen. Siku ya nini? Siku ya mavuno au sikukuu ya mavuno. Ilikuwa inaitwa sikukuu ya nini? Ya mavuno. Unajua zamani Wayahudi walikuwa na sikukuu mbili muhimu sana. Walikuwa nazo nyingi, lakini mbili. Ya kwanza ilikuwa ni Pasaka. Hiyo lengo lake ilikuwa ni kuadhimisha kumbukumbu jinsi Mungu alivyowatoa utumwani Misri. Sema amen. Punga mkono kama unanielewa. Kwa hiyo walikuwa na sikukuu mbili muhimu sana. Ijapokuwa sikukuu zao ni nyingi, ila nataka ninene mbili ambazo nafahamu walikuwa wanazifuatilia sana. Pasaka ilikuwa ni sikukuu yao, na lengo la hiyo sikukuu ilikuwa ni kushukuru na kuadhimisha Mungu, kumshukuru kumbukumbu ya kutoka katika utumwa kule Misri walikotoka hawa Wayahudi. Na wakati mwingine walikuwa wanaita sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, kwa kumbukumbu ya ni kuadhimisha tu walipotoka Misri. Alafu walikuwa na sikukuu ya pili. Unajua pale Yesu hasa hata siku ile kubwa ya sikukuu. Kwa hiyo hawa watu walikuwa na sikukuu walizokuwa naziadhimisha. Ya kwanza ilikuwa ni Pasaka, ya pili ambayo walikuwa naita siku ya Pasaka, lakini ya pili ilikuwa inaitwa siku ya mavuno. Sikukuu ya mavuno au sikukuu ya majuma. Kwa nini wanaita hivyo? Ilikuwa inafanyika kila baada ya majuma 7. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa walikuwa wanapenda wanaita sikukuu ya mavuno. Watu walikuwa wanachukua mazao yao wanayapeleka kule, na mazao waliokuwa wanapeleka ni malimbuko, vitu vitakatifu, vitu vizuri vya muhimu vya thamani. Ilikuwa wote wanakusanyika wanapeleka pale. Ilikuwa ni sikukuu ya mavuno. Wanasema siku ya majuma, yaani kila baada ya majuma 7 ilikuwa inafanyika hiyo siku kwa jinsi hiyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa watu walifanya hivyo, walipeleka malimbuko. Lengo ilikuwa ni kumheshimu Bwana tu, sawa na Mithali 3 ule mstari wa 9. Kwa waliendeleza sikukuu hiyo
walikuwa wameiweka. Ndio sikukuu ile wakasisitiza mtu asiende nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Amani ya Yesu iwe pamoja na wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa wakati wanaadhimisha siku hiyo, Yesu akawa ameizungumzia kabla ya kipindi chake. Hata siku ile, siku ya kukuu, akasema mtu akiwa na kiu aje kwangu anywe. Ile siku ikaja kutimia baada siku 50 baada ya Pasaka. Akasema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ilipotimia ile siku, yale majuma 7, siku ile baada ya Pasaka, ndio Roho Mtakatifu akawashukia watu. Sema amen. Wakaanza kupokea nguvu, wakapokea uweza. Roho Mtakatifu akaanza kuonyesha kazi zake ndani ya watu. Kazi za Roho Mtakatifu nyingi zikaanza kuonekana mle ndani. Na ya kwanza ni kulipa nguvu kanisa. Matendo 1 mstari ule wa 4 mpaka wa 8. Na anasema mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kazi ya pili ilikuwa ni kuwasaidia kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Matendo 4 ule mstari wa 23 na 24. Watu ndipo walipoanza kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa Roho Mtakatifu alifanya kazi nyingi ndani ya maisha ya watu wa Mungu. Sema amen. Ziko kazi mbalimbali anazozifanya. Katika Warumi 8 aliwasaidia hata kuomba watu, wakaendelea kuomba. Walikuwa hawana nguvu. Kuna watu hawaombi hata katikati yetu. Wengine wanasonga mbele kwa sababu kuna watu tunawaombea tu, lakini vinginevyo hindwa muda mrefu kwa sababu tu wanaombea watu. Wengine bila maombi ya watu walio na nguvu ya Roho Mtakatifu hapa, wangekuwa huenda hata wamekufa, hata wasiwepo hata duniani, hata wasiishi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatusaidia. Kuna watu hawaombi kabisa hapa, wanabebwa na watu ambao wamepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na anatusaidia. Biblia inasema kuomba kama atakavyo Mungu. Ni kazi ngumu kuomba kama apendavyo Mungu. Sio wote wanaomba kama apendavyo. Wengi wanaomba, Biblia inasema wengi wanaomba kwa tamaa zao. Wengine wanaomba ili basi tu kwa jinsi fulani fulani. Na wako wengine wanaomba maombi ya ajabu, ndio maana wajibiwi. Utasikia mwingine anaomba, anasema Mungu kinibariki nikipata kitu fulani watanikoma. Unaona, ndio maana wajibiwi, kwa sababu na maombi ya kukomana. Maombi ya kukomana Mungu ashughulikii. Bwana asifiwe sana. Sasa ili uombe vizuri, ni vizuri uwe umepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Sema amen. Utaomba kama apendavyo Mungu. Alafu nguvu ya Roho Mtakatifu pia inatusaidia kuyashinda matendo ya mwili. Matendo ya nini? Ya mwili. Katika Warumi 8 mstari wa 13 inatusaidia. Kwa Roho Mtakatifu anatusaidia katika maeneo muhimu yote. Yeye ndiye anayetusaidia. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu nyingine ni kuyafisha matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni mengi. Tukirudi huko kidogo kwenye Wagalatia, tunakuja kuona matendo ambayo Roho Mtakatifu ndiye anayaweza peke yake. Hakuna mwingine anayeweza zaidi ya Roho Mtakatifu. Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 16. Kuna matendo ambayo bila Roho Mtakatifu hutaweza, hutashinda kwa gharama yoyote. Basi enendeni kwa Roho. Matendo 15 mstari wa 16. Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hamwezi kufanya mnayoyataka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili dhahiri ndiyo haya: uasherati, uchafu,
ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Yaani mambo hayo bila nguvu ya Roho Mtakatifu hutaweza. Roho Mtakatifu ni wa muhimu, anafisha matendo ya mwili. Matendo ya mwili kila nilo litamka hapo ndio la mwili. Mwili ndio unataka uvivu, uzembe na mambo mengine ambayo hayajatajwa, na mambo mengine yanayofanana na hayo ambayo ni machukizo kwa Mungu. Bila nguvu ya Roho Mtakatifu huyawezi. Kwa Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kwako, maana akishaingia kama alivyoshuka siku ile ya Pentecost akaua matendo yote ya mwili ndani ya watu. Teketeza, futa. Hebu tuendelee mstari wa 22, anaongeza, analeta nini? Lakini tunda la Roho ni upendo. Haya ndio mambo anayoyaleta Roho Mtakatifu: upendo, amani, upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja kuua matendo ya mwili, analeta matunda ya Roho. Sema amen. Ziko tabia za Mungu zitaanza kujionyesha ndani ya mtu aliye na nguvu ya Roho Mtakatifu, aliyeshukiwa. Kwa hiyo ndio maana Mungu aliona huko tunakokwenda mambo yataharibika zaidi kwa watu. Hawataweza peke yao, hawataweza bila Roho Mtakatifu, hawatashinda kwa namna yoyote. Unaweza kushinda, unaweza kubadilika. Hata kama ulikuwa umeshindwa kwenye eneo fulani, unaweza kufanywa upya. Inawezekana, haujashindikana, lakini iko nguvu inayoweza kukufanya uwe upya, ufanywe upya, uwe na neema ya kipekee. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na huwezi kuhubiri bila kubadilika. Ndio maana wengine wanakwepa kuhubiri, wanaogopa. Anaogopa sasa, wataniona, itakuwa hivi. Mwingine kule ninako kwenda ataniona mtu fulani. Kuna hiki, kwa anakosa ujasiri. Sasa Roho Mtakatifu anafuta yote. Sema amen. Tufanya upya, alafu anatupa nguvu ya kipekee. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unashangaa kabisa, anakuhakikishia kabisa wewe ni mtoto wa Mungu. Anakuhakikishia wewe ni kiumbe kipya. Wewe sio yule wa zamani. Wewe ni mtu aliyebadilika. Wewe ni mtu ambaye una neema ya Mungu ya pekee. Sema amen. Amani ya Yesu iwe pamoja na wewe. Kwa ishara na dalili kubwa ya kwanza ni kunena kwa lugha. Atashuka ndani yako, utanena kwa lugha. Utaomba na utashangaa mabadiliko yamekuja. Hata kama ulikuwa unashindwa, hata kama ulikuwa hujaweza, hata kama ulikuwa kuna mambo fulani unajaribu kupambana, unakabiliana, unashindwa, unafanya hivi, utashangaa Mungu akifanya mambo mapya kila wakati. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa tunakwenda kuomba kabla ya kwenda kushuhudia. Tunakwenda kuomba. Watu wanakwenda kupokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunairudisha leo ile siku ya Pentecost, tunairudisha leo hapa. Sema amen. Wangapi wako tayari kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu? Wangapi wako tayari kunena kwa lugha? Wangapi wako tayari kujaa? Amani ya Yesu iwe pamoja na wewe. Naomba usimame hapo ulipo. Nataka usimame. Najua kuna kazi moja Mungu Roho Mtakatifu anakwenda kuifanya katika maisha yako. Chukua hatua, njoo hapa mbele. Wote sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele.
Sogea hapa mbele. Sogea mbele. Msisogee sana kwa watoto, sogeni hivi. Sogeni kwa hapa. Tarajia mambo makubwa dakika hii. Mimi naamini mambo makubwa, Bwana asifiwe, yanaenda kutendeka kwako. Kila siku tunapokea uweza, sema amen. Hatuwezi peke yetu. Hatuwezi. Na wetu kama wasingekuwa na Roho Mtakatifu, hata Biblia wasingeiandika. Hata haya tunayaona tusingeyaona leo. Wala usiogope, amini tu. Mungu amekukusudia. Alafu sije ukafikiria wewe umekataliwa, hujakataliwa. Ni wewe tu ujiamini. Ujiamini tu, kwa sababu uamini basi inakuwa hivyo. Lakini amini sasa ninaposema utapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Utakwenda kukuombea, utapokea Roho Mtakatifu. Kwa sababu Mungu amekusudia tangu milele upokee hii hali. Na utakapokuwa unaomba usinongone. Wengi huwa wajai sana kwa sababu wananongona. Hii sio story ya kunongona. Wewe achia kinywa chako, bila sema kama Roho alivyowajalia kutamka, tamka. Wala usijali nani atasikiaje. Hiyo sio habari ya huyo mtu, sio yake wala ni yako. Tena nena kabisa, jiachie. Yaani wale wanaokuwa free, wanaokuwa comfortable, wako huru, wanajazwa zaidi. Inua mikono yako juu, funika macho yako. Namuona Roho tayari ameshashuka dakika hizi. Sasa yuko tayari hapa. Kara mashaka boshanda nakata. Hii kara babosando. Wale ambao walikuwa hujapokea utapokea, utajazwa Roho, utanena kwa lugha. Wewe ambao ulikuwa umepokea naanza kuzimika, utachaji tena, atarudi. Na wewe ambao ulikuwa unanena, vipawa lazima vije vya Roho Mtakatifu. Ndaro bosika na kata. Haiwezekani kaona una Roho Mtakatifu alafu hatuoni injili, hatuoni matunda, hatuoni ukileta watu kwa Yesu, hatuoni kitu gani kikifa. Lazima Roho Mtakatifu aweke kitu ndani. Inua mikono juu, sema Baba Mungu, nitakase. Moyo wangu uko tayari kupokea uwezo wako. Roho Mtakatifu, ninakutamani siku zote. Ukiwa umeinua mikono, kuna mtu nilimwombea alijazwa masaa 3 akunyamaza. Mwingine alijazwa akanena siku 3 nani stop. Inakuwaje wewe unanena kidogo tu na unanena kanisani? Tumwambie Bwana sitakilia. Unanena kanisani tu, nataka kila mahali, hata naendesha gari, hata nalima, hata niko kazini, nataka tu nijae saa zote. Ni mapambano yako sehemu yoyote. Unanena mapepo ya kichawi yanasambaratika nyumbani, kazini, kila mahali. Unaweza kuanza kunena tu kazini, mapepo ya kichawi yakaanguka huko yakateketea. Kara masaka. Utaka mashanda. Yeka boshaka boshaka boshaka. Hotaka bosika. Honda rama sakara. Woteke bosika rando robo sakara. Nemo saka bondere bosikara. Jabo kana manda. Rotoko bosika. Usizuie sauti yako. Usizuie. 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 Funika macho yako, usitazame mtu mwingine. Usizuie, usimzoe Mungu. Usimzoe Mungu kuomba kwa kutazama watu, kutazama vitu. Huyu ni Mungu. Kamba rabo sanda. Pete lebo sando. Mando robo seka. Yaka rabo sanda. Manda bosa kanda rama saka. Anza kufungua kinywa chako na kutamka. Unayetaka upokee nguvu ya Roho Mtakatifu, imeshashuka handa robo sende reba sika. Iko tayari. Fungua kinywa chako, toa sauti, usiminye wala usizuie. Ekebo sinda. Manda boseke. Yoko rakata. Yapo seke romonda. Yepo saka. Usizuie. Minda bosa raba.
Rimbo kanda raba saka. Montana na Rimba kando robo sekereba kando. Usizuie, toa sauti. Ukitamka kunong'ona hautajazwa milele. Hivyo hivyo endelea, toa sauti. Mungu anataka isikie sauti yako. Toa sauti yako. Rika saka. Ondabo sekebo saka boshanda. Montana na masitiribi. Ukizuia sauti yako hautajazwa. Kila siku utakuwa mkame. Hivyo hivyo, dhaifu. Nyonge, toa sauti yako. Mokaya toa sauti yako, ropo sanda lipasaka, toa usinong'one, endelea kutoa sauti. Kama ni asante Yesu, asante Yesu, usiyejua asante Yesu. Ondabo sakara ikili mondara. Usinyamaze, sema, endelea, funika macho, sema, usinyamaze, omba, usinyamaze, omba. Katika jina la Yesu. Rikorabasika mamamarabo. Mokaya kasakala lalabo. Rabashaka makataya kati. Omba, usinyamaze, omba kwa sauti. Toa sauti. Rikamakata maramakata yakasi rikorobo shaka mokamama saka rikorabasika yaka rakashando kalama makata yokositiriribi rikorabasika mamarama montana na masiriribi rikoshaka babarabo rikamakata yakasi rokosaka rikamamamaramo rakashaka yokomokoto yokositiriribi rikarabashaka karababo kitana masaikarianta rikamamama ushaka babarabo yontoromo siriribi rikamamamarabosika yokoshaka Jaro mtakatifu kila masaka kila mosakabo shakamo shamora karabo shakara kandara shamora korabo shakara. Yes, hiyo nguvu ya Yesu. Yes, nguvu ya mabadiliko, nguvu ya kibali ya baraka. Hata kibali chako kitaongezeka, kibali chako kitazidi. Kila masaka bashanda shika huyo, msaidie. Amen. Katika jina la Yesu, pokea katika jina la Yesu. Rikarababarabo mokasaka shandorobo rikamakata yakasitiriribi rikoramasika shandalalabasiriribi katika jina la Yesu. Pokea weza, pokea nguvu, pokea weza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea weza, pokea nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika damu na jina la Yesu. Rikorabababarabo mokasa yakadaraba montana na masiri rikorabashaka karabababarabo mokangakaba rikosaka shakabamamarabo montana na masiri rikorababa yakamakata rikosi rikomomomomo rikabababarabo kasaka shandararaba moto shuka weza, shuka juu yake katika jina la Yesu. Rikorabababarabo montaya kasitiriribi rikarabashaka moya makata ya kati rikokotiki sikama morabababarabo montana na masai karianta katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea weza, pokea nguvu. Ondararabababarabo montaya kasitiriribi rikarabashaka ramasaka mata rikokositi rikarabababa montana na masiriribi rikoshamarabo rikorobosi katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Peribo sakaba rambara karabo shakara. Omba, iko nguvu ya Yesu. Omba,
Endelea. Ja, endelea utamke. Ndio maana huwezi kupokea kwa sababu hata sauti yako haieleweki mbele za Bwana. Toa sauti yako, Mungu aisikie sauti yako. Kama unavyotoa dukani, kazini, unavyotoa mtaani, toa sauti yako. Yes. Kwa jina la Yesu. Pokea. Katika jina la Yesu. Pokea nguvu. Endelea toa asante suja. Katika jina la Yesu. Yes, naona nguvu ya Mungu. Endelea. Endelea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Pokea nguvu. Pokea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Toka jina la Yesu. Na kuapisha kwa moto. Kwa moto. Toka achia. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Toka achia. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Toka achia. Katika jina la Yesu. Toka achia. Mizimu. Toka katika jina la Yesu. Toka mizimu. Toka mizimu. Toka na kuapisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Toka na kwa jina la Yesu. Toka na kuapisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kama ni mapepo yatatoka. Kwa jina la Yesu. Toka pepo mizimu. Na kuapisha kwa moto. Endelea. Asante. Toka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka pepo. Toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Toka achia. Majini ya kuachia mizimu. Toka na kuapisha kwa jina la Yesu. Kwa moto. Toka achia. Toka achia. Toka achia kwa jina la Yesu. Toka achia kwa jina la Yesu. Toka pepo. Toka mizimu. Toka na kuapisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka pepo. Toka mizimu. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Toka achia kwa jina la Yesu. Toka achia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Endelea, usiogope, endelea kwamba. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Jina la Yesu. Toka mizimu. Toka achia. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Toka pepo. Toka achia. Toka achia. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Toka achia. Kwa jina la Yesu. Toka kwa jina. Toka achia. Toka achia. Toka achia. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Toka mizimu. Toka mizimu. Toka majini. Toka mizimu. Toka achia. Toka vifungo vya mizimu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Toka mizimu. Na kuapisha kwa moto. Na kuapisha kwa moto. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Pepo. Toka achia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina lake Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu zikashuke juu yake. Weza wa kimungu kashuke juu yake. Weza wa kimungu kashuke juu yake. Roho Mtakatifu shuka juu yake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu shuka juu yake. Shuka juu yake. Shuka juu yake. Katika jina la Yesu Kristo. Rikarabababarabu. Moya kasai karianta. Riko mama masaka. Shandororobo siriribi. Rikarabababarabu. Moya kasaka shaka. Riko romo sika bababarabu. Montana na masiriribi. Riko rabashaka. Yakamakata yaka. Riko siriribi. Impololo borianta. Moshaka basitiriribi. Kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea weza. Pokea weza. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Pokea weza. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu kakujilie kwa nguvu. Rikarabababarabu. Mosaka matayaka. Riko shakama. Morabababa sitiriri. Rikoraba. Moyaka saikarianta. Pokea weza. Pokea nguvu. Pokea weza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Omba. Toa sauti. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Rikorababarabo moshaka makata rokosa morababarabo montana na masiriri rikosha rokorobobo mokakikisitiriri rikoramasaka katiromositi rikasha moya kasitiriri, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu aliye hai zikufunike, weza utokao juu. Roho Mtakatifu shuka juu yake, shuka kwa uweza, shuka kwa nguvu, shuka kwa utukufu, kwa jina la Yesu Kristo. Rikarababokita mosaka moshaika rintololobo siriribi rintololobo sika mokabababarabo moshaka yakasi rikoromosiki rikakatarama montana na masai korianto robo sikitiriribi, katika jina lake Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina, omba kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Toka adui ndani yake na kuapisha kwa moto, toka achia kwa jina la Yesu. Kila pando la ibilisi toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu na kuapisha kwa jina la Yesu Kristo. Toka achia, toka achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, kwa jina lake Yesu Kristo, kwa jina lake Yesu. Toka achia kila kazi ya shetani kwa jina la Yesu, katika jina lake Yesu Kristo. Nguvu za Mungu aliye hai, Roho Mtakatifu mfunike, nguvu ya uzima, nguvu ya uzima, roho wa uzima, roho wa uzima, roho wa neema, roho wa uweza, roho wa nguvu, roho wa utukufu, katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu, kila maagano na yavunja kwa jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, pokea uweza, pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea uweza, pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Funike kwa nguvu zako Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina lake Yesu, kwa damu na jina la Yesu, kwa damu na jina la Yesu, kwa damu na jina la Yesu. Na kemea na kuvunja kila kazi ya adui, na angusha ngome zote, na ziapisha kwa jina la Yesu, na ziapisha kwa jina la Yesu. Omba na wewe mwenyewe. Maanisha unatoa sauti, unaja tena. Sio vizuri binti kukaa hivi bila kujaa roho. Ja Roho Mtakatifu, ja nguvu ya Yesu, ja moto wa Roho Mtakatifu, ja ushindi ikashuke katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus, katika jina lake Yesu Kristo. Nguvu za Mungu aliye hai, Bwana Yesu mfunike, nguvu zako Bwana, kwa jina lake Yesu, kwa damu na jina lake Yesu. Pokea nguvu kwa jina lake Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina lake Yesu, kwa jina lake Yesu. Pokea uwezo kwa jina lake Yesu, kwa jina lake Yesu, kwa jina, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina lake Yesu. Pokea uwezo kwa jina lake Yesu, kwa jina lake Yesu. Nguvu za Mungu aliye hai, uwezo wa kimungu, shuka juu yake, shuka juu yake, shuka kwa uweza, shuka kwa nguvu, shuka kwa uweza, shuka Roho Mtakatifu, shuka ndani yake kwa jina la Yesu. Kila kazi ya adui na ilipua kwa moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu ukashuke juu yake, moto wa Roho Mtakatifu. Rikaraba rabababasika ramashaka rokomosaka rikomosikaka rikabababarabo ramasaka rikosha
Ritora baba kataya kasi riko rabasika katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu aliye hai, pokea uwezo katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Omba katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea uweza, pokea nguvu kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu zikamjilie kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Pokea uweza, pokea nguvu kwa damu na jina la Yesu. Na kemea kila kazi ya adui, na vunja kila falme, kila mamlaka, wakuu wa giza katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea uweza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea, 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 pokea katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea uwezo utakao juu kwa jina la mtakatifu Yesu, katika jina la Yesu. Riko rababokita mokasai karianta rintolololobo siriribi riko shama mokaya katiriribi rintolololobo siriribi riko shandarabo montana na masiriribi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea, 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 pokea nguvu, pokea uweza, pokea Roho Mtakatifu, pokea uweza, pokea Roho Mtakatifu, pokea uweza, pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba, 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 omba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rikarababarabo Mosaka Shandorobo Montana na Masiriribi Riko Rabababarabo Montana na Masiriribi Riko Shandaraba Saka Mama Marabo Montana na Masiriribi Riko Raba Shantolo Sindiriantala la Basiriribi Riko Shama Marabo Montana na Masiriribi, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Pokea, pokea katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Neema yake Bwana ije yake, nguvu za Roho Mtakatifu funike kwa uweza wako, funike kwa uweza wake katika jina la Yesu Kristo. Darababosiki Riko Shantaraba Mosaka Baba Barabo Yako Sitiriribi Rintalalaba Saikarianta Roko Shama Mamarabo Montana na Masiriribi Riko Shandaraba. Na vunja kila madhabahu ya shetani, na ivunja na kuibomoa kwa jina la Yesu. Na vunja madhabahu za kishetani, na vunja kila milango ya adui, na angusha ngome zote za mashetani katika jina la Yesu. Toka mizimu na pisha kwa jina la Yesu. Toka, achia na vunja kila kaza. Moto, 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 moto wa Roho Mtakatifu. Moto, moto, moto wa Roho Mtakatifu. Moto, 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 shuka ndani yake. Nateketeza kwa jina la Yesu kila pando la ibilisi, na ling'oa kwa jina la Yesu. Toka, achia katika jina la Yesu. Toka, achia, toka, achia kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu na jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina lake Yesu. Mungu ana makusudi na wewe na nchi. Ripo sakamanda, onda masakara, yakabo shandere, ripa posakaranda, rapa poshendara, yeka mondara bakandara basika, rondo kobo sakabo shandere. Sante Bwana majeshi, kwa sandoro ya pakandere basende bende kobo sakanando banda kama sakaro ye kabora makandara sombere mokondoro kota ndere mokandara bakanda zaba koro moshaka minda kabashanda ndeke basaka ja inua mikono juu, inua mikono juu, ja Ramasanda bonde ke basaka rapo kandere basindire mshundo nakabashunda kandere keta rapo shaka kira masakara ya bokundara kambo bonda kabo shande kira manda zaba kondoro bokunda zombi karabasaka rapa poshaka mashanda kote ke bosakara kanda inda bosaka. Tutaendelea na maombezi haya baada ya kutoka kwenye ushuhudiaji. Tutaendelea saa 10. Wai mlete na mtu mwingine. Huenda hujapokea saa hizi, saa 10 utakwenda kupokea, na nguvu ya Mungu bado iko hapa, inatembea na iko juu yako. Usiogope, Mungu anaenda kufanyia maajabu. Inua mikono juu. Baba Mungu, ibariki mikono hii, kila atakalo lishika likafanikiwe. Umbariki kiroho, umbariki kiafya, umbariki kifedha, umbariki kazini, umbariki nyumbani, umbariki kwenye biashara, umbariki kwenye ndoa yake, umbariki kwenye afya, umbariki ujana wake, umbariki ubinti wake, hata mapepo yaliyomgusa mwachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Magonjwa asimguse, vifungo visimkalie. Popote anapotazama apokee uponyaji, apokee uzima, apokee ulinzi, apokee ushindi. Hata pale kitandani apokee uzima, hata pale hospitalini pokea uzima, hata pale nyumbani pokea uzima, safarini pokea uzima kwa jina la Yesu. Vifungo achie, magonjwa kuachie, ujae Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Amen. 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 Unaweza kurudi. Wale ambao bado wana shida kufunguliwa, hakikisha tunawaombea mpaka wafunguliwe, tusiwaachie. Wale ambao bado wamefungwa, hakikisha wanafunguliwa kabisa kabisa. Na wewe unajisikia kuomba, usiache kuomba, endelea kuomba tu. Roho Mtakatifu yuko juu yako, endelea kuomba tena na tena kadiri Roho Mtakatifu atavyokusaidia. Wakati nitaomba kwa kufunga, lakini wale wanaoimba: Baba Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, tunalitukuza jina lako Bwana, tunaliinua jina lako takatifu, jina lipitalo majina yote. Sante Roho Mtakatifu ambaye unatembea katikati ya kusanyiko lako Bwana, kuhuisha, kurejesha, kutia nguvu, kuimarisha, kusababisha vilivyokufa viwe hai, uzima urejee tena, yawepo marejesho ya uzima wa rohoni, uzima wa kiuchumi, uzima katika maisha ya kujiendeleza. Bwana Yesu, kawajalie neema ya pekee, nguvu zako zikawafunike. Bwana Yesu, uponyaji ukawepo, ushindi wako ukawepo, na neema yako Bwana isiwapungukie katika jina la Yesu. Vilivyopotea vikarejee kwa jina la Yesu Kristo, vilivyokufa vikafuishwe, vikawe na uzima tena katika jina la Yesu Kristo. Wakati Bwana tunapofikia mwisho wa ibada hii, watoto wako wakitawanyika kwenda huko na kule kushuhudia neno lako, nenda pamoja nao Bwana. Roho Mtakatifu wawafunike, neema yako isiwapungukie katika jina lake Yesu. Walinde, watunze, waponye, waokoe, warejeshe tena wakati wa jioni. Tunajikabidhi sote mikononi mwako. Mtie nguvu na mtumishi wako Bwana, jalie neema pekee Bwana.
Mwezeshe Mfalme mchana wa leo, napomwandaa tena kwa ajili ya ibada jioni, na mkabidhi mikononi mwako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba. Wote tuseme amen. Mungu akubariki. Uende na amani ya Bwana. Kumbuka saa 10 unarudi tena mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Naomba vijana kwa dakika chache tutaonana mahali pale.